Msanii wa nyimbo za Injili kutoka Kisii, Isaac Nyaribo, ameachiliwa huru leo kutoka gereza la Kisii baada ya hukumu ya miaka 21 jela kupingwa mahakamani. Ingawa hukumu hiyo ilikuwa ya miaka 21, taarifa zinaonyesha kuwa hadi sasa alikuwa ametumikia takriban miezi michache gerezani, huku kesi yake ikiendelea kupitia hatua za kisheria. Ni kipi kiliweza kujiri na ni kipi kilichokuwa kikiendelea? Karibu kwenye Kisii Informer Hub. Jina langu ni Omache, ni kupashe taarifa kilichotokea hasa. Hadithi ya Isaac Nyaribo ni mojawapo kati ya simulizi zinazoguza moyo sana katika tasnia ya muziki wa Gusii ule wa gospel. Wengi wanamkumbuka kama kijana mwenye kipaji kikubwa cha muziki aliyewahi kuonekana akicheza na msanii mwenzake Douglas Otiso kabla ya kujipatia umaarufu kupitia wimbo wake maarufu Tibue Chanda Yaya. Hata hivyo, maisha yake yalichukua mkondo tofauti baada ya kuhusishwa na kesi iliyodaiwa kuhusiana na mtoto mdogo miaka kadhaa iliyopita, kwa mujibu wa simulizi ambazo zimekuwa zikizunguka katika jamii kwa muda mrefu, nikimaanisha kwamba mwanafunzi wa shule ambaye ni chini ya miaka 18. Kulikuwa na madai kwamba familia ya msichana na familia ya Isaac waliwahi kuwa na aina fulani ya maelewano au mazungumzo ya kutatua suala hilo. Kwa muda fulani iliripotiwa kuwa Isaac alikuwa anaripoti katika kituo cha polisi mara kwa mara kama sehemu ya makubaliano hayo, lakini baada mambo yalibadilika ghafla. Kesi ikachukuliwa rasmi na kuendelea mahakamani. Hatimaye mahakama ilitoa hukumu nzito ya miaka 21 jela, hukumu ambayo ilishtua mashabiki, marafiki na hata wanamuziki wenzake. Jamii sasa na masuala haya ni tuhuma au blackmail, kitu ambacho wengi walijiuliza. Na labda nikufahamishe pia kile ambacho Douglas Otiso aliweza kuzungumzia swala hilo baada ya pressure ama baada ya watu kujua kwamba kijana huyo Isaac Nyaribo alikuwa kwenye jela. Ni kwamba alisema kuna wakati ambapo alienda Nairobi kwa minajili ya ministry na kuweza kupatana na mashabiki, na Isaac katika ile harakati ya huduma akapatana na mwanadada mmoja ambaye kwa muonekano alikuwa amesuka na hakutarajia kwamba ni mwanafunzi, na aliweza kumpa namba ama wakabadilishana namba, akarejea Kisii na kisha baadaye msichana huyo alisema angetamani kuja kumsalimia na akaja, lakini Isaac baadaye aliweza kumwachilia na akaweza kutoka kwake pale, kutokana na baadhi tu ya taarifa vile ambavyo ilisemekana, na huyo msichana akaweza kuelekea kwa watu tofauti. Lakini wakati ambapo wazazi wake walikuja kumtafuta hapa pande za Kisii, walielekea kwake Isaac Nyaribo, na hivyo ndivyo alivyojipata kwa mikono ya maafisa wa polisi, wakampeleka pale Keroka, kumtembeza hivyo hadi kuja kujipata pale kwenye mahakama. Na pale ambapo ule msichana alipotoka kwa Isaac, alipoenda akupata nafasi ya kuweza kujieleza, manake ilisemekana kwamba yeye ndiye amemficha, ndio baadhi tu ya kile ambacho kilichosemwa. Na sasa mojawapo kati ya masuala ambayo pia tunaangazia ni kwamba jamii ya sasa na masuala haya ya tuhuma imekuwa kubwa zaidi. Lakini katika jamii ya sasa kesi za udhalilishaji wa watoto almaarufu kama defilement zimekuwa zikiongezeka sana, na mara nyingi huibua mijadala mikali. Wakati mwingine kesi hizi hutokana na matukio ya kweli ya unyanyasaji ambayo lazima yashughulikiwe kwa ukali ili kulinda watoto. Lakini pia kuna mjadala kuhusu hali ambapo watu hudaiwa kusingiziwa au kukabiliwa na blackmail, hasa pale ambapo kuna migogoro ya kifamilia, pesa au masuala ya mahusiano. Haya ni mambo nyeti sana, na ndio maana sheria imeweka utaratibu wa ushahidi madhubuti kabla ya hukumu kutolewa. Kwa sababu hiyo, jamii inapaswa kuwa makini sana, tusikimbilie kuhukumu mtu kabla ya ukweli kuthibitishwa, lakini pia tusipuuze madai ya waathiriwa samani, hasa watoto.
na kuna nafasi ya kanisa na wanamuziki, and of course kwa masuala kama haya kanisa na wanamuziki wa Injili wana nafasi kubwa sana katika hali kama hizi. Kanisa linapaswa: moja, kufundisha maadili na uwajibikaji kwa vijana; pili, kutoa ushauri na msaada wa kiroho kwa wahusika wote; tatu, kuimarisha ulinzi wa watoto katika jamii. Na kwa wanamuziki hasa wale wa Injili wanatarajiwa kuwa mfano kwa jamii. Umaarufu wao unawafanya kuwa kioo cha vijana wengi wanaowatazama kama viongozi wa maadili. Na je, nafasi ya mahakama ni ipi? Mahakama ndio nguzo kuu ya haki. Kazi yake ni: moja, kusikiliza pande zote kwa usawa; pili, kuchunguza ushahidi kwa kina; tatu, kutoa hukumu inayolinda haki za waathiriwa na pia haki za mtuhumiwa. Katika kesi za aina hii, sheria za Kenya huwa kali sana, kwa sababu lengo lake ni kulinda watoto dhidi ya unyanyasaji. Ni nini umma unatakiwa kufanya? Je, public, kwa wananchi na mashabiki, jambo muhimu ni: moja, kuepuka kusambaza uvumi au taarifa zisizo na udhibitisho; pili, kuheshimu mchakato wa sheria; tatu, kutoa msaada wa kijamii na kiroho bila kuchochea chuki. Kwa sasa macho mengi yameelekezwa katika kile kitakachotokea baada ya kuachiliwa kwake. Wengi wanajiuliza kama msanii huyu ataweza kujijenga tena, kurejea katika muziki na kuanza ukurasa mpya wa maisha. Lakini hadithi ya Isaac Nyaribo imekuwa funzo kubwa kwa vijana, wanamuziki, jamii kwa ujumla, kwa maisha yanayoweza kubadilika kwa sekunde moja tu, na maamuzi tunayofanya leo yanaweza kuathiri kesho yetu milele. Mwisho wa yote, jamii inaendelea kuomba haki itendeke, ukweli ujulikane, na wote walioathirika wapate uponyaji na amani. Kila kitakachokuwa kikijiri tutakufahamisha, lakini hii ni mwanzo tu, na mengi yatatokea na mengi yataweza kuzungumzwa. Lakini kile kikubwa ni kwamba tujifunze ama tuwe na funzo ambalo linatusaidia kuepukana na baadhi ya masuala mengine mengi. Hii ni KisInformer Hub. Subscribe, tupatane kwenye video ijayo. Jina langu Minio Mache.